Tumerejea tena habarini za asubuhi. Mimi ni Karim Boimanda, afisa habari wa mchezo namba 184 Young African Sports Club dhidi ya Simba Sports Club, lakini pia afisa habari wa bodi ya ligi kuu Tanzania. Tulikuwa na mkutano hapa awamu ya kwanza ambapo kocha mkuu wa klabu ya Yanga pamoja na nahodha wamezungumza nanyi wanahabari kuelekea mchezo huo, na kwa mujibu wa ratiba ambayo ilitumwa kwa klabu zote mbili na kwenu wanahabari, Simba Sports Club ambaye ni mgeni katika mchezo huu walipaswa kuwepo hapa saa 5:30 na kuanza mkutano, lakini tumefanya jitihada kadhaa. Bahati mbaya sana wahusika wamekuwa hawapatikani kwenye simu, kwa hiyo tunashindwa kuelewa changamoto hasa ni nini mpaka sasa hivi, lakini bado hawajafika kwenye eneo la mkutano. Na kwa sababu hili ni jambo la kikanuni, ni jambo ambalo lina ratiba, na baada ya hapa kuna ratiba ya matukio mengine kuelekea huo mchezo, hatuwezi kuendelea kuwepo hapa mpaka jioni, ndugu zangu wanahabari. Kwa hiyo nitumie fursa hii kusema rasmi kwamba tunamaliza mkutano wetu rasmi, na kwamba taarifa nyingine zitatolewa hapo baadaye. Kwa hiyo kila kitu kiko sawa, na kwamba tumewakosa Simba Sports Club ili watueleze changamoto, kama kuna changamoto yoyote ambayo wamekutana nayo huko njiani wakiwa wanakuja au la. Kwa hiyo tunaendelea kuwatafuta, tutakapojua nini changamoto tutawajuza kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii na maeneo mengine muhimu. Kiporo cha jana kinahusisha mazoezi. Kwa mujibu wa kanuni, klabu mgeni anaruhusiwa kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mchezo angalau mara moja kabla ya siku ya mchezo. Siku ya mchezo ni kesho, na leo ni tarehe 24, na kanuni ile inasema kwamba ni muda ule wa mchezo, ambapo kwa mujibu wa ratiba yetu mchezo utafanyika saa 11 jioni. Kwa hiyo saa 11 jioni ya leo ndio muda wa kikanuni wa timu mgeni kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini nimetumia neno wanaruhusiwa, halazimishi kwenda kufanya mazoezi. Baada ya hapa kuna kikao cha kitaalamu cha maandalizi ya mchezo. Kwenye kile kikao timu zote mbili zinakuwepo, na inawezekana uamuzi wa wao kwenda kufanya mazoezi au kutokwenda unaweza ukawa communicated huko. Kwa hiyo kwa sasa hivi hapa ninachoweza kusema ama kuwajuza wanahabari kwamba tuvute subira, confirmation yote ikishafanyika sisi tutashare kupitia kurasa zetu, na nitawaalika wanahabari kwa ajili ya kufanya coverage kwenye dakika 15 za mwanzo za mazoezi ya timu mgeni. Hilo ni swali kwanza. Swali la pili, muuliza swali amezungumzia swala la waamuzi. Jana tulitangaza waamuzi wa mchezo, waamuzi wanne kutoka Misri na mtathmini wa waamuzi kutoka nchini Somalia.